Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Amen. Ndio. Habari za Magubike? Nzuri. Habari ya ibada? Shukuru Mungu. Ndio. Hebu ujitambulishe kwa majina. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Ezra Paulo Samsoni. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa zuri ya Tanzania Assemblies of God hapa TAG Magubike. Ndiye mchungaji ambaye nachunga maeneo haya na napenda kuwakaribisha watu wote, na nashukuru Mungu leo TV yetu nzuri Asi TV imetutembelea na tulikuwa wote ibadani. Kwa hiyo tulimuona Bwana kupitia watumishi wa Mungu. Bwana, leo tuko hapa. Ndio. Unawaambia nini waumini ambao bado hawajamjua Mungu katika eneo hili? Unatoa wito gani kwao? Kwanza nishukuru tu kwa ujio wenu wa TV yenu, na nashukuru kwa jamii pia itakaoangalia. Si kwamba ni kwa ajili ya waumini wangu tu. Nawaambia watu wote kwamba Yesu alikuja kwa ajili yao. Na Yesu ana mpango kuifikia dunia yote. Na Yesu yeye misheni yake alimaliza. Na alipomaliza akasema naenda kwa Baba, lakini siwaachi ninyi yatima, akatuachia Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu, na kusudi kubwa linapatikana pale kwenye kitabu cha Mathayo kwenye agizo kuu ambalo Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, na kila atakayeamini ataokoka na atabatizwa. Kwa hiyo katika eneo hili hasa mji wa Magubike, Mungu amenituma na Bwana ameniita ni kwa kusudi la kila mtu aje kwa Yesu. Na tunao miaka hii 13 ambao sasa tayari kwa kanisa letu miaka 4 tumemwona Bwana ameokoa, lakini mpaka miaka mingine tunamalizia na tunaendelea kumuona Bwana akifanya. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wanaozunguka mji wa Magubike, wito wangu watu wanaozunguka mji huu na walioko nje ya mji huu, tumjie Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni mwokozi wa maisha yetu. Yesu ndiye aliyelipa gharama kwa ajili yetu na yuko tayari kulipa gharama kwa kila mtu ambaye anamhitaji yeye. Ningependa kuuliza kwamba una muda gani toka umeanza kwenye hili kanisa lako? Kanisa letu la hapa TAG Magubike lina historia ndefu. Limepitia mikononi mwa watumishi mbalimbali na kila watumishi walitumika muda mchache wakaondoka. Wewe sasa umehudumu hapa kwa miaka mingapi? Hapa mimi sasa na miaka 5, na tukimaliza usalama Mungu saidia ni mwaka wetu wa 6. Kanisa hili lilipokea mikononi mwa mchungaji ambaye anaitwa Samuel, ambaye ndiye nimepishana naye, na nilipokea 2019, likibaki na mshirika mmoja tu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Sasa tumeendelea na hata sasa mlipotufika nadhani nimekuta watu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo miaka ambayo tayari nimekwisha kumtumikia Mungu, na Mungu alinituma kwa watu wa Magubike na nje ya Magubike. Na kwa neema ya Mungu namuona Mungu akiokoa, na watu wakiacha kazi mbaya, watu wakiacha shughuli ambazo zilikuwa zimpendezi Mungu. Nimeona amani imeanza kutawala kwenye mji huu, lakini nimeanza kuona kile ambacho Mungu aliniitia. Kumbe Mungu aliniitia niwasogeze watu kuwa karibu naye, na hatimaye waweze kuwa wanafaa kutumikia jamii, walete faida kwa jamii. Lakini namuona Mungu kwa miaka hii ambayo tayari nimtumikia Mungu, yako maendeleo ambayo tayari sasa yanaendelea hapo. Kwa mfano, eneo la kufikia jamii, tumefikia jamii kwa kufungua shule ya chekechea ambao sasa hivi tunafikia watoto 120 sasa wanapata huduma hapa kwetu. Kwa hiyo uwepo wangu hapa na kusudi la Mungu kunileta hapa ni kuifikia jamii ya mji huu, hatimaye wote wageuke waje kwa Yesu. Na kusudi kubwa ni watu waache imani potofu, ikiwemo uchawi, utapeli uliokithiri, uchangudoa na vitu ambavyo wanafanya ambavyo mpendezi Mungu. Na tunamshukuru Mungu kwa 1% tumeanza kumwona Mungu akigeuza watu wabaya na kuwa wetu wazuri. Wako watu ambao katika tamaa sasa ni watumishi wa Mungu wazuri. Na kanisa letu pia lipitia changamoto nyingi, kama kufungwa kwa muda mrefu sana, kukosekana kwa wachungaji, lakini baada ya kufunguliwa tu watu wameitikia na watu wanamwabudu Mungu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa miaka hii ambayo tumemtumikia Mungu mahali hapa. Ni wito wangu pia kwa watu wanaosikia, bado kusudi la Mungu bado halijatimia, na Mungu ana kusudi kubwa sana kwenye mji wa Magubike, na tuseme ni neema kubwa sana mimi kuletwa hapa, na nimefurahi sana kwa sababu ni watu muhimu sana
na Mungu amewakusudia. Na ni watu wazuri sana wa maeneo, wakazi wote wa maeneo haya, kwa sababu pia ni watu wasikivu, penda maombi, penda watumishi wa Mungu, na muda mwingine wanakuwa na muda mrefu wanatutembelea, wanatia moyo. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru kwa vile ambavyo umetupokea kwa muda huu ambao tayari kisha kumaliza mahali hapa, lakini bado nipo kuwatumikia. Kwa nawakaribisha watu wote wa makazi wa hapa, njooni mtembelee. Kuna huduma tunazitoa mbalimbali, huduma za maombi na maombezi yenyewe yanafanyika kila siku, lakini tuna huduma ushauri wa mtu mmoja mmoja, ushauri wa vikundi, ushauri wa namna ya kuweka akiba, ushauri wa malezi ya watoto na vitu vingine. Lakini pia kwa mwaka huu tunaendelea na ujenzi wa shule. Tumeanzisha madarasa mawili, kwa sababu kama nishakwisha kuambia kwamba tunahudumia watoto sasa hivi 120 na tuna darasa moja tu na wengine bado wanasomea kanisani. Kwa hiyo tunaendelea kualika watu wa mahali hapa na wale ambao wako nje ya mahali hapa. Kanisa la TAG hapa linatoa huduma kwa jamii, ikiwemo kutoa elimu kwa watoto, na tunapokea watoto kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5 au 4 hata 6 tunapokea kulingana na miongozo ya taifa letu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mahali hapa. Kanisa letu linaitwa TAG Galilaya Revival Temple Holy Spirit Worship Center. Tunawakaribisha sana. Karibuni sana. Asante. Kwamba kuna kwaya ambayo ndo kwaya mama ya hapa imepewa zawadi ya kurekodi nyimbo moja na Asili TV Online. Unaipokeaje hiyo ofa? Tunamshukuru Mungu kwa sababu hiyo ni neema, na pia ni wakati ambao umefika sasa. Tukao ni maombi yetu kwamba ifike mahali kwaya ziweze kumhubiri Yesu Kristo, si mahali kanisani tu, waifikie na jamii. Kwa hiyo ni moja ya kutimiza agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba enendeni kwa mataifa wote mkahubiri habari njema. Kuhubiri si tu mpaka ufungue Biblia, kuna kuhubiri kupitia uimbaji, kuhubiri kushuhudia, utoaji, kutembelea watu. Kwa hizi nyimbo zitakao rekodiwa hapa na Asili TV itakuwa ni baraka kwa watu. Kwa mimi niwashukuru kurugenzi, niwashukuru watu wote mnaohusika na media hii, na Mungu wa mbinguni ndiye awabariki. Naamini mlivyotoa hivi na Bwana atazidisha. Na naamini wimbo utakao rekodi hapa utafikia watu wengi na utawagusa watu wengi na itakuwa utukufu kwa Bwana. Kwa mimi nishukuru sana kama mchungaji kiongozi baina ile kwaya. Kwa nishukuru sana 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 kwa wito wenu na kwa moyo mlioutoa. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu tu dhati kwenu watu wote unaohusika na hii media. Niseme tu Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia tuendelee kuwakaribisha. Tunazo ibada mbalimbali. Ibada za uamsho kila Alhamisi saa 1 jioni mpaka saa 2:30 jioni. Lakini tuna mikesha ya kila Ijumaa. Kanisa letu ni kanisa ambalo tunapenda mikesha sana. Kwa hiyo tuwakaribishe sana, mtutembelee sana, tunawapenda sana, karibuni sana. Na naamini kupitia huduma hii watu wengi watakuja kwake. Biblia inasema mkimsifu Mungu yeye atawavuta watu wengi kuja kwake. Kwa hiyo kupitia chombo hiki ambacho Bwana amewabariki na amewabariki ili muifanye kazi yake, kwa kupitia chombo hiki basi watu wengi watakuja kwake. Kwa hiyo tuwakaribishe sana. Asanteni sana jamani. Pili, jambo lingine ni shukuru sana watu watakaosikia na watu ifuatilia Asili TV, maana sasa imekwenda kuwa mkombozi wa kusababisha watu wengi waje kwa Yesu. Na watumishi wa Mungu tuitumie TV hii ili kumtangaza Yesu Kristo, kuandaa vipindi vya muda mfupi au masaa marefu ili kuifikia jamii. Jamii yetu sasa hivi ni kweli wanakuja kanisani, lakini baada ya kutoka kanisani wanakuwa kwenye mitandao ya kijamii. Basi na huko ndiko ambako tutatoa tuwekeze sana neno la Mungu na tulifanye kazi tulioagizwa, kazi ile ya agizo kuu ambayo tuliambiwa na Bwana. Hebu tuwapelekee watu habari njema. Kwa hiyo niwashukuru sana watumishi wa Mungu, nimefurahi sana sana sana. Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Asanteni sana. Ndugu mtazamaji wa Asili TV Online, leo tulikuwa maeneo ya Magubike. Magubike iko wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Leo tulikuwa katika kanisa la TAG Galilaya Revival Temple Holy Spirit Worship Center Magubike. Hatuna la ziada. Mungu awabariki sana. Amen. Karibuni sana.